Jamani, karibuni kwenye story yetu ya leo. Na leo watu ambao waliwahi jana kucomment, jamani, wa kwanza anaitwa Sabra Haji, wa pili anaitwa Sharifa Habsi, wa tatu anaitwa Lai Salim, something like that. Jamani, nisamee kwa kama nimekosea kupronounce jina lako. Okay, karibuni tena jamani kwenye episode yetu ya leo. Kama una snacks, una kinywaji chako, sijui una kibiskuti, una kitu chako kizuri cha kula wakati unaendelea kusikiliza, au kama kuna kitu unataka kufanya, my friend, karibu sana, tulia usikilize story yetu ya leo, uenjoy. Jamani, nimeamua niondoke nyumbani kwangu kwa sababu mama mkwe wangu alikuwa ananiulia watoto wangu. Jamani, mtanisamehe bure, lakini nyinyi wenyewe mtajaji. Hebu niambieni kwa nini? Yaani niliingia kwenye ndoa yangu. Mume wangu mimi kwa amezaliwa yeye peke yake. Yaani yuko peke yake, afu baki ashafariki. Kwa yani miaka yote yani ilikuwa ni yeye na mamake, hajawahi kuajiriwa mfanyakazi ajiku. Yaani miaka yote wako yeye na mamake. Na siku ya kwanza tunaingia kwenye ile ndoa, my friend, mama mkwe wangu aliweka very clear. Yaani siku ya kwanza tumeenda kutambulisha, mama mkwe aliweka very clear kwamba my friend, wewe nafasi yako ni huko, nafasi yangu mimi ni huku. Yaani unajua ile kwamba jinsi labda mnakuta mnapika chakula alafu mkishapika chakula mama mkwe anaanza ngoja nimpakulie mwanangu, au ngoja nimpikie chakula kingine. Unajua bwana, hicho chakula ulichopika ngoja, yani naona mtoto wangu hata ukipenda, ngoja nipike chakula kingine. Na anaenda anapika chakula kingine, and guess what, mume wangu naye anakaa hapo anacheka cheka, unamwambia kula sana, unajua mke wangu, mama, unajua atajisikia vibaya, ngoja nisubiri tu nile chakula chake. Nikamwambia mume wangu, umenioa sasa, umeniolea wa nini? Kama yani mimi nimeingia kwenye nyumba yako, tumeoana, alafu unataka yani muda wote mama yako akikwambia hichi fanya, yani mama yako anaacha kwake, anaacha maisha yake huko kwake, anakuja kukaa huku nyumbani hata mwezi, alafu wewe huongei kitu. Nakwambia hapana, unajua mama yangu mimi nimekaa naye muda mrefu, ndio nimekuwa naye, sije kukaa na watu wengine, kwa hiyo naona mama atajisikia vibaya, mimi mwenyewe nitamisi. Like wewe mama's boy, wewe sio mama's boy, wewe ni matako. My friend, picha linaanza nikawa kila nikibeba mimba zinaharibika. Yaani nikibeba mimba zinaharibika. Zikifikisha miezi miwili mitatu zinaharibika. Yaani kianza tu kuonekana zinaharibika. Na mama mkwe alikuwa na tabia, anatoka huko kwake Kiguna njia, piga simu mama mkwe, hello mwanangu, nakuja kukutembelea. Mama mkwe anapiga simu, hapigi simu. Asubuhi tu nakwambia tena kitu kingine ambacho kwa kinanikwaza kwa huyu mume wangu na mama yake ni kwamba mama mkwe alikabidhiwa funguo ya nyumbani kwetu. Yaani baada ya kuoana kwanza nilikaa kimya, baadaye nikaja nikamwambia mume wangu, unajua mimi naweza nikawa labda niko nyumbani nimekaa zangu uchi, au niko zangu chumbani, na shangaa tu mlango korokocho unafunguliwa, mtu ameingia ndani, amekuja amerusha mabegi hapo, amekuja anapika, anaingia chumbani kwangu kama yani anaingia kama kwake. Mama mkwe, mtoto wako kaoa jamani, nenda kwako. Anaingia chumbani, anakuja anakusanya mpaka boxer za mtoto wake, anaenda anazifua na mkono. Mind you, kuna mashine. Mara nyingi huwa anafuaga hizo nguo na mashine. Mama mkwe anakuja anaingia, anataka afue nguo kwa mkono, boxer za mtoto wake. Siku nikamwambia mama mkwe, unajua unachofanya sio vizuri, samahani, lakini nguo mimi mwenyewe huwa nafuaga nguo za mume wangu, naomba uache. Mama mkwe acha anichambe. Akaniambia, wewe binti koma. Binti hujafunzwa kwenu. Binti wewe mchonganishi, umekuja kwenye familia yangu kuja kunichonganisha na mtoto wangu. Miaka yote namfulia mtoto wangu, hakuna shida yoyote, hakuna leo kulalamika. Mtoto wangu kalalamika. Muulize vizuri mtoto wangu jinsi ambavyo nimekuwa nikimtuza miaka yote. Umemkuta hapo mtu mzima unakuja kulalamika sasa hivi, una akili kweli wewe? Usiku nakwambia mume wangu amekuja, kitu cha kwanza mama mkwe kajifanya analia, nakwambia kajigaragara mpaka chini, kagaragara. Mwanangu, mke wako ananitukana. Mke wako kanitukana, ananiambia mimi nitakuwa nakutaka. My friend, sijaongea maneno ya kumtaka mimi, nikasema maneno ya kumtaka sijaongea. Mke wako anaongea maneno, amesema mimi nakutaka mwanangu. Yaani mimi hapana, bora nife. Mimi nimekulia miaka yote hiyo, mke wako anakuja kunitukana. My friend, ilibidi nilie. Nikamuuliza mama mkwe, mimi nimekwambia unamtaka mwanao wapi, saa ngapi? Wewe binti muongo. Wakageukana na mtoto wake, nakwambia wakabana, wakaenda kubembelezana chumbani huko. Nikabaki peke yangu chumbani, nikaanza nikajiuliza, Mungu wangu, hili ndoa, vita, laana niliyoingia hii jamani, mbona sielewi? My friend, picha halijaishia hapa. Mama mkwe aje nyumbani kwako, hajapiga hodi. Na anakuja na funguo yake. Nikamwambia mume wangu ananiambia hapana, nataka kunichonganisha na mamangu. Mama mkwe anatoka huko anakuja kupika chakula. Kama nimepika chakula changu, mume wangu anagoma kula, anasema nataka ile chakula cha mamake. Sio, unanielewa vizuri. Mamake anamfulia mpaka boxer. Jamani, that's not, hiyo sio sawa. Sasa mimba zikawa zinatoka, mimba zinatoka. Mama mkwe anaweza akatoka huko kaja akaanza anakuja mwenyewe anapika kwa jikoni, anaongea, unajifanya mwanamke, sijui mwanamke hujazaa, unajifanya mwanamke, sijui anawake wenzako watazaa, sijui kitu gani, anajimbisha kama mtu na mke mwenzie. Anaweka mpaka taarabu anaimba na kuambia kama mtu na mke mwenzie. Sasa bwana, nilivobeba mimba nyingine sasa hii ambayo sasa ndio imezua mzozo mpaka anakuja kuomba ushauri hapa. Nimebeba mimba. Nikamwambia mume wangu, hii mimba sasa hivi tusitangaze, kwa sababu yani nikishabibaga tu mimba ndio anaanza kuambia ndugu zake sijui nini hivyo. Nikamwambia mume wangu usitangaze. Mume wangu kanyamaza, mimi nikanyamaza. Nimelea mimba
kuanzia na mwezi mmoja, imefika ile miezi miwili ile mitatu ambayo ndio mimba zinatoka, na kwambia nimekaa najibembeleza, nikaomba mpaka likizo kazini ili nikae chini niangalie ni kitu gani akiendi sawa. Mimba imeenda mpaka imefika miezi 7. Sio, unanielewa vizuri? Mimba imefika miezi 7, mume wangu ananiambia wewe unajua hapo sasa. Nilimuomba mume wangu nikamwambia tukubaliane. Ni aidha mimi niondoke niende kwetu au mwambie mama yako atulie asije kwanza hapa nyumbani, kwa sababu yani nataka yani nione issue inaendaje. Tuligombana na mume wangu. Tuligombana mpaka nikamtishia nikamwambia mimi na wewe tutaachana. Sitaki mtu yote ajue kwa sababu hatujui shida inatokea wapi. Sikwambii kwamba mama yako ni mchawi, hapana, lakini naomba usimwambie mtu yoyote. Ndio mume wangu kukubali, ndio kumdanganya sijui alidanganya na vipi na mama yake, lakini mama yake hakuja kwa hicho kipindi. Mimi nimefikisha miezi 7 my friend. Siku mume wangu anakuja nyumbani ananiambia eti unajua mke wangu nimefikiria nimeona sio vizuri, yule ni mama yangu kanilea, hana shida yoyote, basi tusiwaambie wote, lakini mamangu mimi nishamwambia. Sio kwamba nitamwambia, sio kwamba tumwambie, ananiambia kwamba mimi mama nishamwambia kwamba una mimba. My friend, nilianguka chini nililia. Nikalia nikamwambia mume wangu like how yani maamuzi ambayo tuliamua tufanye wote wawili umeenda kuyabadilisha, umefanya maamuzi kivyako. Kwani usingeniambia? Ananiambia hamna, unajua mama yangu ni mtu mzuri, sitaki ajisikie vibaya kwa sababu sijui, katoa sababu kibao, lakini mimi hata sikumuelewa. Nikaingia ndani, nilikuwa very disappointed, nikaenda nikalia nikamwomba Mungu, nikasema Mungu wangu, naomba kitu chochote kisije kikatokea kwa mtoto wangu. My friend, guess what? Kesho yake asubuhi bwana kaamka kiguna njia kazini. Niko zangu chumbani nimelala, na shangaa mlango umefunguliwa chumbani. Mama mkwe kaingia, acha aanze kunichamba. Mtoto mchawi wewe, mtoto mshirikina. Kama kwenu mnakulaga watoto huko, unakuja unaanza kuniletea tabia mbovu hapa. Mimi mume wako alivyoniambia nisije, sijui kuna emergency, sijui anataka kusafiri, nikajua ukweli, kumbe kwa sababu unaichi kimimba. Wao kwanza kubeba mimba. Watu kibao wanabeba mimba, wewe unajifanya eti umebeba mimba ya dunia, sijui nini. Kwa hiyo unaniona mimi mchawi. Unamwambia mwanangu anikatazie kuniambia kwamba una mimba. Nikamwambia mama, mimi sikumwambia mwanao akukatazie, ila tuliamua sisi wote wawili kwamba tusimwambie mtu yoyote kwamba nina mimba. Tusubiri kwanza hii mimba, nikishajifungua labda nikishafikia stage ya kujifungua tutaambia wote, sio wewe peke yako, ni watu wote. Mama kanichamba, mama kanitukana, kaniambia wewe koma. Mwanangu mimi hajaje kukataa kuniambia kwamba wewe una mimba. Wewe ndio umemlazimisha, na mwanangu kaniambia kabisa kwamba wewe ndio umemlazimisha mimi nisiambie kwamba wewe una mimba. My friend, mama kachamba, mama kaongea. Nilichokifanya my friend, nikaenda nikajifungia chooni, nikachukua earphone nikaweka masikioni ili nikae tu kwa amani. Mama mke kama kawaida yake kaingia jikoni, kajipikirisha, kafanya nini? Trust me, sikula chakula chake wala sikunywa kitu chake. Kapika kesho yake. Kawaida akijaga anaweza kakaa wiki mwezi ndo anaondoka, lakini kawaida huwa anakaa hata mwezi. Lakini kesho yake hiyo siku hakukaa, aliondoka kesho yake asubuhi. Na hiyo asubuhi alivyoondoka, unajua kuna lile jicho ambalo mtu anakuangalia like tutaona, yani ni ile yani hivyo, yani kama mtu na mke mwenzie. My friend, mke alipokuwa anaondoka akaniambia nitaka kuhakikisha kama kweli una mimba. Mke akaondoka. My friend, alivyoondoka yule mama, jua lilivyoanza kuzama, tumbo likaanza kuniuma. Tumbo limeniuma my friend, mara naona anaanza kuloa damu. Naenda hospitali, wananiambia mtoto inaonekana ana sijui nini njia ya hewa sijui nini, mtoto hapumui, something like that, mimba inataka kuharibika. My friend, nikawaambia please, nitafanya chochote kile, naombeni mnisaidie. Yani nataka nipone, yani nataka mtoto wangu apone, nimehangaika sana, mimba zaidi ya 4 zishatoka, please do anything, nataka niwe sawa. Kuna huyo daktari ambaye ni mama mtu mzima, ambaye ndio hiyo hospitali naendaga kwa ajili ya kwenda kusafisha, ni mtu ambaye huwa tunaongeaga sana na ni rafiki yake na mamangu. Yule daktari akaniambia, binti yangu, mimi nina watoto, mimi najua mambo ya ndoa, mimi nimeolewa, binti yangu, hii kesi yako sio kesi ya hospitali. Hii kesi yako ni kesi ya maombi. Kama kuna mchungaji yote ambaye unamwamini, piga simu binti, omba, kwa sababu hii sio kesi ya hospitali. My friend, nikaanza kupiga simu. Yule mama akanisaidia kumpigia mama simu. Mama kaenda kamuomba mchungaji kanisani kwao, na wasaidizi wake wakaja pale wakapiga maombi. Yalipigwa maombi. Sio, unanielewa vizuri, yalipigwa maombi. Damu ikakata. Yaani wakati anaendelea kuomba damu inakata. Uwezi amini, daktari anaenda nimefika pale wananiambia mimba imeharibika, lakini daktari anakuja kupima baada ya maombi. Naambiwa mtoto yuko sawa, mapigo ya moyo yamerudi kama kawaida, mtoto yuko sawa, ila nikaambiwa hakuna kuondoka, inabidi ubaki hapa hospitali. My friend, mume wangu jioni anakuja ananipigia simu, uko wapi? Nikamwambia niko hospitali naumwa sana. Nusu unaumwa nini? Maana mama kanipigia simu kaniambia ujisikii vizuri. Nikashangaa. Mamako kakupigia simu kakwambia sijisikii vizuri? Yeye kajuaje? Akaniambia hamna, mamangu tu alinipigia simu akaniambia nikupigie simu nikuulize like how are you doing. I was like, unajua hapo tulikuwa tuna ugomvi, hiyo ugomvi wa tangu hiyo mamake kabla hajaje, ila alivyomwambia sijui mamake kwamba ninaomba tulikuwa tuongee vizuri. So
hatuko tuongea vizuri. Kwa hiyo mimi kunipigia simu kuniuliza eti naendeleaje, nikashtuka like how did you know kwamba mimi najisikia vibaya? Mamako kakwambia kwamba mimi najisikia vibaya, mimi naumwa, amejuaje? Ananiambia hapana, unajua mama ni mzazi, inawezekana basi asubuhi alivyoondoka alikuwa tunajisikia vibaya. Trust me, mamake alivyokuwa anaondoka ile asubuhi sikuwa najisikia vibaya, nilikuwa mzima. Yaani nilikuwa mzima kama nimemezeshwa na niliu. Vitu vya energy, jinsi ambavyo nilikuwa na energy my friend. Yakapigwa maombi, nikaambiwa nibaki pale hospitali. Nikabaki na huyo mama ambaye ndio yuko pale hospitali ambaye ni doctor. Wanasali kanisani mmoja na mama yangu, ambako huko pia kuna wamama hawa kanisani ambao wanakuaga kanisani ambao ndio wanakuaga I think ndio watu wa kuombea sana. Akasema mwanangu, mimi nitabaki hapa. Yaani kama utajisikia utanisaidia kidogo kwa ajili ya familia yangu, kwa sababu nina familia, lakini mimi nitakuwa nakuja hapa kama dozi, nitaomba mpaka nitahakikisha mtoto anazaliwa. Basi tukabaki hapo hospitali. Usiku mume wangu akanipigia simu akaniuliza unarudi, nikamwambia sirudi. Nikampa mama simu nikamwambia mama, naomba uongee naye. Sijui waliongea nini. Sijui hata waliongea nini. Kesho yake nashangaa mama mkwe wangu sasa na mume wangu wamekuja, wanataka kuingia kule wodini. Walivyokuja tu wanataka kuingia, yule daktari ambaye ndio yule ambaye alikuwa ananisaidia akawaambia huko wodini haruhusi mtu kuingia, kama anatakiwa ingie mtu basi anatakiwa ingie mume wake. Hapo mamangu yuko wodini. Yule mama mkwe akamwona mamangu akaanza kupiga kelele, "Hamna, mbona mamake yuko wodini? Nataka na mimi je nimuone." Watu wakaambia hapana, pale ni mamake mzazi. Yule pale ndo anamuogesha, yule pale ndo anamfanyia kila kitu, anataka kuingia. Hapana, akaanza kugoma na kuambia anataka kuingia. Wakamkatalia kata yule mama, hakuna kuingia, wamemkatalia. Sasa wakati wamemkatalia kuingia pale, yule mama ambaye ndio alikuwa amesema nabaki pale kwa ajili ya maombi akaanza kuomba taratibu, vikaanza kuchanganya. Unajua kama yani kama roho ya Mungu kamuingia, vikaanza kuchanganya. Maombi alivyoanza kuchanganya, mama mkuu huko nje, sio kwamba sijui kama alisikia kwamba sijui, lakini akawa kama anachanganyikiwa. Akamwambia mume wangu, hapo mimi nimekuja kusimulia na yule daktari, yule mama daktari, kwa sababu alikuwa nje anawazuia asiingie. Nasikia mama mkwe akatoa dawa, ambayo iko kwenye kichupa, nyingine ipo kama unga, akampa mume wangu, akamwambia hizi dawa basi mpelekee mke wako, kwa sababu mimba imeanza kusumbua, mpelekee mkeo, hizo zitamsaidia, mtoto atazaliwa salama. Mume wangu anataka kuingia wodini, mama akamwambia we koma kadi mbili, full stop hapo nje, hakuna kuingia na hizo dawa. Kama hizo dawa unataka kuingia nazo sijui nini huko ndani, hutoingia. Dawa tupa. Sio kwamba hata ubaki nazo sijui kapelekea hapa, mama mko kashaondoka nduki kakimbia. My friend, zile dawa yule daktari mwenye akazichukua zile dawa akazitupa, nikabaki pale hospitali. Mama mko alikuwa anakuja kila siku anang'ania kuingia, anakuja sio na vyakula anataka kupikwa, lakini vyakula vilikuwa vinaletwa kutoka kwa mama au kutoka kwa yule mama ambaye ni daktari, kwa sababu alisimamia akasema wewe ni mtoto wangu, mimi nitasimamia huyu mtoto utamzaa. Vyakula ndio vilikuwa vinatoka kule my friend, mpaka mimba imefikisha niko kitandani pale mpaka nimejifungua. Mama mko anang'ania kuja kuingia. Ile siku amekuja tu amesikia kwamba nimejifungua, akakaa chini akalia kilio cha mbwa mwizi. Jamani, mnaniona kama mimi mchawi, mmenikatalia nisimuone basi mjukuu wangu sijui nini. Kwanzia mimba amekatalia nisimuone mpaka sasa hivi mtoto kazaliwa, nataka niende nikamuone. Yule mama akaambia no. Mamangu mimi akamfuata akaambia hapana. Akamfuata nikamwambia mama, naomba kumwambia mume wangu tukubaliane kitu kimoja, aidha mama yake au mimi. Ni aidha mimi nirudi nyumbani au kama nataka kwenda kukaa na mamake akakae nyumbani, akakae na mamake. Lakini nataka nikirudi nyumbani mimi na mtoto wangu, nataka nimlee mtoto wangu vizuri, nataka nimlee mtoto wangu kwa raha na amani. Nikiwa tayari, nikiwa sawa kisaikolojia, nitamruhusu mamake aje amuone mtoto, lakini kwa sasa hivi sitaki. Sijui unanielewa, sitaki. Basi mume wangu akaniambia atafikiria, sasa hivi nipo hapo nishajifungua mtoto, sasa hivi niko naye na miezi yuko vizuri mtoto, nipo naye kwa mamangu. Mamangu mimi anakaa hapa mjini, tunaenda kwenye maombi, tuko sawa kabisa, mtoto yuko sawa, mimi mwenyewe niko sawa. Lakini ndio nimeambiwa kabisa, wale wachungaji walikuwa wanaomba, akaniambia kabisa kuwa makini. Mimi mwenyewe akili yangu inaniambia kabisa kwamba niwe makini, kwa sababu yani vitu ambavyo vilikuwa vinatokea, ukizingatia zile mimba ambazo nilikuwa nabeba, mamangu tu ndio alikuwa mtu wa kwanza kujua, na kisha jua akiondoka jioni yake mimba naanza kuumwa, mimba zinatoka kila akija akiondoka jioni lazima nianze kuumwa, mimba zitoke. Na alipokuja hata ile siku ni jioni yake ndio mimba ikawa inataka kutoka, ndio nikaenda hospitali mpaka nikaenda kwenye maombi, mimba haikutoka tena. Wewe utaacha kufikiria kwamba mama ana jambo la kufanya na hizo mimba? Wewe utaacha kufikiria hivyo? My friend, bado nipo kwetu. Mume wangu nimwambia achague kimoja, ananiambia hawezi kuchagua kimoja kwa sababu mamake kamzaa, kamlea sijui. Nimemwambia kuhusu mtoto, sijui mtoto wetu anaweza akaja akapata shida. Guess what mume wangu ananiambia eti kwani wewe mtoto akifa sitazaa wengine? Kwani kama umeweza kumzaa usitazaa wengine? Kwanza hapo mimi aliponiambia tu hivyo nikamwambia my friend, kama unataka kuniandikia talaka yangu, naomba uniandikie talaka yangu nipite hivi. Ila kurudi kwako, my friend, akakae tu na mama yako. Kwa hiyo ndo tumeishia hapo, bado tunavutana. Mume anataka kuandika talaka, lakini ndio hivyo anakuambia na mamake pia hawezi kukata mawasiliano na mamake na hawezi kumkataza mamake kuja. Hebu nyie nishaurini mimi nifanye nini?